Ndugu waandishi wa habari, karibuni katika mkutano wetu wa waandishi wa habari. Mimi naitwa Abedi Mvuma, ni mkurugenzi wa Premium Security na ndiye mdhamini mkuu wa mashindano haya ya Premium Security Ramadhani Cup Season 2. Huu ni mwaka wa pili wa mashindano haya. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo hii kukutana tena na nyinyi waandishi wa habari kuelezea mchakato mzima wa mashindano yetu wa mwaka huu 2026. Kwanza, mashindano yetu mwaka huu ya timu 14. Tumeongeza timu kutokana na mahitaji ya timu nyingi kushiriki haya mashindano, na tumefanya hivyo. Mwaka jana tulikuwa na timu 12, kwa hiyo kuna timu 14. Baadaye mwenyekiti wa kamati ya mashindano atataja, lakini safari hii zawadi tumeongeza kutokana kuliko mwaka jana. Zawadi za mwaka huu, kwanza kuna mshindi wa kwanza atapata kombe kama mnavyoliona, atapata pesa taslimu milioni 1.5, atapata medali za dhahabu, jezi seti 1 pamoja na mipira miwili. Mshindi wa pili atapata pesa taslimu shilingi 500,000, medali za shaba pamoja na jezi seti 1 na mpira mmoja. Vile tutakuwa na zawadi moja kama unavyoona. Golikipa bora atapata zawadi pamoja na pesa taslimu shilingi 50,000. Mchezaji wetu bora wa mashindano atapata hii nembo pamoja na pesa taslimu shilingi 100,000. Mchezaji bora chipukizi tutampatia hii nembo pamoja na pesa taslimu shilingi 50,000. Mfungaji bora wa mashindano yetu ya Premium Security Ramadhani Cup 2026 atapata zawadi ya mfano wa kiatu pamoja na pesa taslimu shilingi 50,000. Tutakuwa na refari bora wa mashindano, anapata pesa cash shilingi 50,000. Tutakuwa na kikundi bora cha ushangiliaji ambayo atapatiwa shilingi 100,000. Hizo ni zawadi ambazo tutagawa kwa mwaka huu 2026, lakini kikubwa zaidi, kila timu itakayoingia robo fainali atapatiwa seti 1 ya jezi yenye nembo ya mdhamini wa mashindano haya Premium Security. Kila timu itakayoingia robo fainali. Lakini bado tuishia hapo, timu zinazoingia nusu na fainali, kila timu itapewa shilingi 100,000 kwa ajili ya maandalizi ya fainali. Hizi zawadi tumezitoa mwaka huu, lakini inategemea na kadri mashindano yanavyoendelea, basi mdhamini Premium Security anaweza saa yoyote sio kupunguza bali kuongeza zawadi kulingana na mashindano jinsi yanavyoenda na mwamko gani ambao umepatikana. Lakini kubwa kingine zaidi ni kumtangaza mgeni rasmi kwenye ufunguzi kesho. Ufunguzi wa mashindano haya unafanyikia kesho hapa kuna viwanja vya hivi Temeke Squad. Mgeni rasmi atakuwa makamu wa rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, ndugu yetu Athmani Nyamlani.
Asmani Nyamlani kwanza ni mwanatemeke mwenzetu, pili ni mdau mkubwa wa michezo Tanzania nzima. Kwa hiyo kwenye ufunguzi wetu kesho, yeye kwa mgeni rasmi, tunafurahi na tunamshukuru sana 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 sana. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya mashindano aseme neno. Tutamkaribisha na makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano yetu. Karibu mwenyekiti wa kamati ya mashindano. Kwa majina naitwa Kaumo Masanga, ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano. Napenda kuwakaribisha sana, lakini vile vile napenda kuwapa taarifa ya kwamba mashindano yamekamilika kwa 100%. Tumepanga mashindano haya yawe ya tofauti, na kweli yako tofauti. Kama nilivyomsikia mdhamini ameweza kuelezea jinsi gani tulivyojiandaa, kiachilia mbali maandalizi mengine, maandalizi ya zawadi pia ni maandalizi makubwa, yamekuwa tofauti na miaka mingine. Tunaomba sana support yenu, lakini vile vile tunapenda kuwakaribisha katika haya mashindano mtakapokuwa na nafasi, sababu mechi zetu zinaanza leo, ila vile vile ufunguzi tutauanza kesho kutokana na ratiba ya leo kuwa ngumu. Kwa rasmi mashindano yatafunguliwa kesho na mgeni rasmi, lakini leo tutaanza kulingana na ratiba. Tumepanga mashindano haya yaanze tarehe 13 leo, ili kusudi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuwe tumemaliza ratiba zetu za mpaka nusu fainali, ambapo fainali itachezwa wiki moja baada ya Idi. Idi itakuwa tarehe 18, 17. Kwa tarehe 22 sisi tutacheza fainali hapa. Kwa tumeinclude mambo hayo yote, ndio maana mmeona leo tumewaita hapa rasmi, lakini mechi ya ufunguzi tumeipanga kuwa kesho. Sambamba na hilo, naomba niainishe timu ambazo zipo katika mashindano haya. Kama alivyosema ndugu mdhamini kwamba tuna timu 14. Katika hizo timu 14 tumezipanga katika makundi matatu, na katika makundi matatu haya kuna kundi lina timu 4, kuna kundi lina timu 5 na kuna kundi lina timu 5. Ukijumlisha hapo unapata timu 14, ambapo katika kundi lina timu 5 tutatoa timu 3 kwenda robo finali. Na kila atakayepita robo finali, kama alivyosema ndugu mdhamini hapa Bwana Abedi Mvuma, kwamba atapatiwa jezi seti nzima ambazo atatumia katika hatua hiyo ya robo finali mpaka finali. Lakini vile vile atakaokwenda nusu atapewa 100,000. Ile 100,000 utajua wewe katika miongoni mwa maandalizi yako, maana yake tutakuongezea sisi 100,000. Hii yote ni chachu ya haya mashindano na kuwafanya kuwa ya tofauti. Sambamba na hizo zawadi alizozitaja mdhamini wetu, tumepata mdhamini mwingine wa kuongezea. Huyu ni kocha wa makipa wa wanawake wa Namungo, dada yetu Mwana Harusi Kingwendu. Dada amevutiwa na zawadi zetu, lakini ameona na yeye aongeze. Kwa hiyo katika nyongeza ya zawadi hiyo, maana yake kipa bora wa mashindano kasema yatamuongezea zawadi ya shilingi 50,000. Kwa hiyo ni fursa kwa wale makipa sasa kujituma, kwamba kila kipa alopata nafasi ya kucheza katika timu yake, maana yake ajitume kulingana na uwezo wake au zaidi ya uwezo wake tuseme. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha sana ndugu waandishi wa habari, lakini vile vile nilisema nitoe ufafanuzi wa hizi timu, naomba nizitaje. Na tukumbuke kwamba timu hizi tumezipanga kwa zoni. Yaani mechi zitakuwa tamu sana kwa sababu zimeenda kwa zoni. Nikisema kwa zoni na maanisha zile dabi zile za zoni. Kuna kila zoni huwa ina dabi zake zile. Sasa mfano Mtoni pale tumechukua timu za Mtoni 4. Kuna timu za Yombo. Kuna timu za zoni ya Keko. Kwa hiyo tumezipanga kwa mtindo huo, au tunasema tumezisajili kwa mtindo huo, ili mbadi kutengeneza chachu ya mashindano. Yaani tunasema hapa hakuta poa. Yaani kuanzia Ramadhani mosi mpaka tunamaliza Ramadhani yenyewe. Naomba nizitaje kwa haraka haraka. Kuna Captain FC, lakini kuna Keko Combine, kuna Madafu, kuna Emima. Na hizi timu zingine tumezichukua ni vituo kabisa.
kwamba sio timu tu zingine za mtaani, hapana. Kuna zingine tumechukua ni vituo kabisa. Grupu B kuna Makangarawe, kuna Nyuma ya Sheli, kuna Maski, kuna Changani, lakini pia kuna Tandika FC. Group C kuna Maganja, kuna Kiburugwa, kuna Opec, kuna Underdogs, lakini pia vile kuna Kashimba. Hizi timu zote kama mlivyoziona zote ni zimechaguliwa kutokana na zoni. Kwa tumepata timu 14 ili kutengeneza chachu ya mashindano. Mwaka jana ilikuwa 12, kwa mwaka huu tumefanya 14 ili kuongeza uhondo wenyewe wanasema. Kwa karibuni sana. Naomba nirudishe kijiti changu kwa mwenyekiti. Kama kuna lolote anaweza akaendelea. Asante. Kwa majina naitwa Juma Ndwangila, ni makamu mwenyekiti wa kamati hii ya mashindano ya Premium Security Ramadhan Cup 2026 Season 2. Kama ambavyo wametangulia kusema mdhamini, lakini pamoja na mwenyekiti wa kamati ya mashindano kwamba maandalizi mpaka sasa tunavyoongelea yamekamilika, na ndio maana hata leo tukasema tuje tuongee na nyinyi ili muweze kutufikishia ujumbe kwa jamii yetu kujua nini ambacho tunajiandaa nacho. Mpaka sasa sisi tuko vizuri kama kamati kwa kushirikiana na mdhamini. Tunawakaribisha sana 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 wakazi wa Temeke, wakazi wa maeneo haya, lakini wakazi wa Dar es Salaam kwa ujumla. Tuje tuvumbue vipaji vya vijana wetu, lakini pia tuwape fursa vijana wetu waweze kupata nafasi ya kwenda katika timu nyingine kwenda kutafuta maisha yao. Tumeona wachezaji wengi wakitokea katika mashindano ya aina hii. Kwa na sisi tunaendelea kuunga mkono juhudi au jitihada za serikali katika kuhakikisha tunaboresha michezo mbalimbali. Tumeona serikali ikifanya kwenye eneo la michezo kutaka kusapoti. Kwa hiyo tunapopata wadhamini kama hawa, ni rahisi na wenyewe kuunga mkono jitihada hizo za serikali kuhakikisha tunafikia yale malengo ya kutengeneza ajira, lakini pia kuongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja na jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo karibuni sana. Leo kama alivyosema kiongozi wetu wa mashindano, tunafungua mashindano leo, lakini uzinduzi ni kesho. Kwa leo tutakuwa na mchezo kati ya Maski, leo tutakuwa na mchezo kati ya Kapteni na Madafu watatufungulia, lakini kesho kwenye uzinduzi tutakuwa na timu inaitwa Maski ya Mikoroshini na timu inaitwa Nyuma ya Sheli. Ni mechi moja nzuri sana, tusipange kukosa. Temeke Dabi hiyo. Karibuni sana sana sana. Tuje tuone burudani, lakini tuje tuone vipaji ambavyo vipo katika maeneo yetu. Basi baada ya kusema hayo, niwakaribishe sana na niwatakie kazi njema. Habari za mchana. Kwa jina ninaitwa Ridhiwani Rajabu Masawila, ndiye mwenyekiti wa kamati ya hamasa ya mashindano ya Ramadhan Cup chini ya udhamini wa Premium Security Limited. Tuko hapa leo mbele yenu kuja kuwahamasisha wananchi, washabiki na wapenzi wa mpira miguu wa Temeke na maeneo ya jirani ya mji wa Dar es Salaam. Mashindano yetu ambayo yanatarajiwa uzinduzi wake kufanyika kesho, ambayo kati ya timu ya Maski na Nyuma ya Sheli. Lakini kutokana na mwendelezo wetu, leo tutaanza ufunguzi wetu ambao kutakuwa kati ya timu ya Kapteni na Madafu. Kwa hiyo tunaomba wapenzi, wanachama wote waje tushikane pamoja, waje tusapoti kwa ajili ya kunua vipaji vya watu wa Temeke, kwa inua vipaji vya watu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu yetu, mkurugenzi wetu, mdhamini wetu Abedi Mvuma ameamua kuhamasisha michezo Temeke, ameamua kuonyesha nini maana ya michezo. Tunawaomba watu wote wahudhurie. Nikiwa kama mwenyekiti wa wasemaji wa ndondo Tanzania nzima, na wapenda watu wote, wananchi wote, kesho tujitokeze kwa wingi kuja kuangalia mashindano yetu ya Ramadhan Cup. Asante sana. Anthony Bernard Maganja ni mmiliki wa kituo cha Maganja Football Academy. First of all, tunamshukuru Mungu kwa kuwepo hapa, na sisi ni washiriki wa Ramadhan Cup Season 2 ya Premium Security. Mwaka jana tulishiriki
tunamshukuru Mungu, mashindano yalienda vizuri, lakini msimu huu tumejipanga tena, kwa sababu sisi ni familia ya Premium Security Company, kwa na pia ni wana michezo. Kwa tumejipanga vizuri, kwa kweli tumejipanga vizuri kuonyesha mchezo mzuri na kuhakikisha mashabiki wote ambao watajumuika na sisi hapa waweze kupata burudani ya kutosha. Kwa tunawaalika watu wote wa karibu na wale ambao mko mbali tuweze kuwa pamoja mwanzo wa hii michuano ambayo inaanza leo, na uzinduzi lazima utakuwa ni kesho. Tuweze kuwa pamoja mpaka mwisho wa haya mashindano. Mimi ni kiongozi wa OPEC. Kwanza tuna furaha kubwa na mashindano haya yaliyoanzishwa, vijana wengi tunakutana na inakuwa inahamasisha vitu vingi sana. Premier Security wametukutanisha vijana, wamekutanisha watu wengi, kwa tunashukuru cha kwanza. Nafsi ya pili, OPEC tumejiandaa kwa kila kitu. Na hakika mashindano yatakuwa mazuri, tujitokeze kwa wingi na tuhamasishe, na imani tutafika mbali. Michezo ni afya na michezo ni ajira. Mimi yangu ni hayo. Okay. Habari zenu ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Mary Emmanuel Materu, ni katibu wa mashindano ya Ramadhan Cup ya Premium Security, na waombeni wote wapenzi, mashabiki wa mpira wa miguu. Kwanza, michezo ni afya, pili michezo ni ajira. Premium Security huwa ina kawaida kutuletea burudani kila mwaka, kuibua vipaji na kutengeneza vipaji. Tunasema 4R ya Mama Samia. Pia na sisi tuna support kwenye michezo. Mimi kama katibu wa Premium Security Ramadhan Cup nasema usikose kesho, tumewaandalia mtoko wa Valentine Day, siku ya Jumamosi, uzinduzi, njoo uone burudani, njoo uone vipaji, njoo uone yani burudani kama zote. Shishimbi Bendi watakuwepo, lakini pia tuna surprise ya waimbaji wa singeli watakuwepo. Karibuni sana 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 wapenzi, tunawakaribisheni. Asanteni sana. Haya ubwela. Tumejipanga vizuri safari hii na tunaamini tutafika mbali. Acholile kachola, makudinda makustamina. Acholile kachola. Tunaamini kwamba safari hii vyote ambavyo wameviorozesha asilimia nyingi ni vya OPEC. Bwana Bedi, na kuhakikishia na wachezaji kutoka Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, Afrika Kusini, kote mashariki, kaskazini, kusini, kote nipo vizuri, na wachezaji wangu kwanza wa OPEC wanaanzia futi 5 kwenda juu. Makange sijui Makenga, jiandae mkubwa kazi. Nipo vizuri. Nipo vizuri. Na kuhakikishia nikikupiga kama nimekupiga, na ukinipiga nimekupiga tu. Umenielewa sijui? Lukwiza na luka nao, Dukwama na luka nao. Nipo vizuri. Bwana mimi yangu ni hayo.